Bwana asifiwe, siku ya leo ninataka kuzungumzia katika kipindi cha ndoa. Kama wewe uko katika ndoa ama umewahi kuwa katika ndoa na mambo ikaenda vile kulienda, nataka kuzungumza pamoja nawe. Na most of the marriages unapata kwamba zinavunjika kila wakati, kila siku. Unasikia kwamba mzee alitoka nje ya ndoa ama mama alitoka nje ya ndoa, alianza kucheat na mambo ikaenda vile ilienda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ninaomba ya kwamba wanandoa mkaweze kunisikiliza ili tukaweze kubarikiwa katika kipindi hiki cha personal feeding, kipindi cha ndoa siku ya leo, na Mungu ataweza kukubariki. Watu wengi wanasema ya kwamba mume wangu anatembea nje, anahanyahanya, mume wangu ako na mpango ya kando. Na mimi nimekuja niwaambie ya kwamba mwanamke, ukiona ya kwamba mwanaume wako anatoka nje ya ndoa, ujue mwanaume wako anatoka nje ya ndoa, ujue ya kwamba kuna sababu ambayo inayofanya atoke nje ya ndoa. Nikipeana example moja ni ya kwamba wakati mtoto wako, ukiwa na watoto kwa nyumba, ukiwapatia chakula vizuri wakule washibe, hao watoto hawawezi kwenda kukula kwa jirani. Hata wakienda kwa neighbor, wapate kwa neighbor wanakula, na hao watoto wameshiba hawatakula. Lakini wakiwa njaa watakula, watatembea kwa maboma za watu wakitafuta chakula. Kwa hivyo usipopatia mtoto wako chakula, atatembea kwa maboma akiweza kukula kwa maboma za watu, na utaanza kusema ya kwamba mtoto wangu ni malaya, anakula kwa maboma za watu. Hiyo inafanana na kusema ya kwamba mume wangu anafanya umalaya, anatembea na wanawake wa watu. Inamaanisha ya kwamba ukiona mwanaume wako anafanya uzinzi, anaenda kwa wanaume wa watu, ujue ya kwamba kuna kitu ana miss katika ndoa, na ndio maana anaenda kutafuta nje. Bwana Yesu apewe sifa. Naambianga watu ya kwamba wacha ile kitu ambacho mwanamume wako anafuata kule nje. Anapoona wadada huko nje wazuri, kuna mapaja mazuri, anaanza kuwatamani. Inamaanisha ya kwamba akirudi kwa nyumba haonangi hiyo mapaja. Praise the name of God. Lakini kama unaweza, wewe mwanamke, ukihakikisha ya kwamba ile kitu mwanaume wako anaona kule nje, akikuja kwa nyumba pia anakiona, huyo mwanaume wako hawezi akatoka nje ya ndoa. Bwana asifiwe sana. Wacha zile miniskirt anaonanga, wacha zile mapaja anaonanga huko nje, akiingia kwa nyumba apate iko aione. Praise the name of God. Si ati uende huko nje, mwanaume akiingia kwa nyumba anapata mke wake amevaa dera, amevaa nguo imefika kwa mguu, anashangaa kwani namna gani? Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mwanamke ambaye unanisikia na mume wako, kwa mume wako, ni vizuri saa zingine unavaa zile nguo zinamvutia, ambazo zinaonyesha mwili wako, so that umvutie, ndiye akitoka nje, akitoka huko nje, akiona watu wamevaa tunguo tufupi, asikuwe affected, because hizo vitu amezoea kuziona kwa nyumba yake. Bwana apewe sifa. Wanaume wanaendaga nje kwa sababu vile vitu ziko nje haziko kwa nyumba. Amen. Zile chakula ziko nje haziko kwa nyumba. Amen. Na hata kama iko kwa nyumba haipikwangi mzuri, na ndio maana wanatoka nje ya ndoa. Na nataka niwaambie siku ya leo ya kwamba ni vizuri mwanamke uhakikishe ya kwamba mume wako anapata haki yake mzuri, ndiyo asiweze kutoka nje. Ndio usiambie watu mume wangu ni malaya, mume wangu anatembea kwa maboma za watu akikula anafanya umalaya. Ndio usiambie watu hivyo. Lazima ushughulikie mume wako akule aridhike, naye hatakuwa na hamu hata huko nje. Amen. So ninataka niwaambie kwamba wanaume ni watu wazuri kama utawapatia haki yao, utawafanyia yale mambo wanataka. Amen. Lakini usipoyafanya, wanaume wengi wanatokanga nje, wanafanya mambo ambayo sio mazuri. Kwa hivyo wanawake ambao mnanisikia, ni vizuri muhakikishe ya kwamba mwanamume wako unampatia haki yake
ili asitoke nje ya ndoa, ili asitembee kwa maboma za watu akikula. Mpatia yeye chakula mzuri, akule aridhike. Ndiye akitoka nje akiziona anasema hizi nazionaga kwa nyumba. Bwana asifiwe sana. Hata akipewa akula anasema hii si tamu kama ya nyumba. Haleluya. Kwa hivyo nataka niwaambie kwamba ni vizuri wanawake na wanaume muweze kusimamisha ndoa, kwa sababu ndoa ni ya Mungu, na wakati unavunja ndoa utahukumiwa na Mungu. Amen. So it is better you maintain your marriage. If you know that your husband akona weakness fulani, it is better to help him so that as hiyo weakness ako nayo isiweze kumrudisha nyuma. Bwana apewe sifa. Hiyo weakness ako nayo isiweze kufanya aache ndoa yake akimbilie kwa wanawake wa nje. Praise the name of God. Unaweza jua mume wako apitishanaki na skati. What can we do so that huyu mtu asikue anaenda nje? Ni mtu anapenda wasichana, ni mtu anapenda warembo. Wewe mwanamke, ni nini utakachofanya? Sio kumshinda kumlaumu, sio kushinda kumfuatilia. Ni nini utakachofanya? Praise the name of God. Hakikisha kwamba zile mambo anaonanga kule nje, akikuja kwa nyumba anayaona. Amen. Akifika kwa nyumba mpatie mapenzi mzuri, kwa sababu akienda huko nje apate mapenzi mzuri kuliko ya nyumba, atakatalia huko nje, na hivyo ndivyo ndoa mingi zimeweza kuvunjika. Praise the name of God. Kwa hivyo wapendwa wa Mungu, ninataka niwaambie kwamba ndoa ni ya Mungu, na dakika ya mwisho Mungu ndiye atahukumu wanandoa, kwa sababu marriage is from God. Ndoa ya kwanza ilianza na Adam and Eve, na iliweza kusimama kwa sababu Adam aliweza kujua mke wake na wakapendana. Na mimi na nyinyi nataka niwaambie kwamba ndoa ni kitu ya muhimu, ndoa ni ya Mungu, tuweze kuzimaintain, and the last time, the day, siku ya hukumu, Mungu akikuangalia anaona ukiwa msafi, na hapo utabarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa hivyo tubadilike wanaume, wale mnatokanga nje ya ndoa, nataka niwaambie kwamba mrudi kwa manyumba zenu. Na nyinyi wanawake ambao mnanyima wanaume haki yao, nataka niwaambie kwamba sio vizuri, kwa sababu hiyo ndio inasababisha mwanaume wako anatoka nje, na akitoka nje anaenda kufanya dhambi. Bwana asifiwe sana. Na anatoka nje kwa sababu wewe umpatiangi haki yake. Amen. Na that is not better. Hakikisha mtoto wako anakula, ndio asiende kukula kwa majirani, na Mungu atazidi kuwabariki. Kwa hivyo nataka niwaambie kwamba just maintain your husband, and husband just maintain your wife. Huyo mke wako ni mrembo kuliko wale malaya wako nje, ni vile wewe umtengenezangi, na hao wa malaya wanatengenezwa na wanaume wengine. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tafadhali tuweze kutengeneza ndoa zetu. Wanaume tusimame wima ili tuweze kusimamisha ndoa. Pia wanawake tusimame wima ili ndoa zetu ziweze kusimama, na Mungu atazidi kuwabariki. Nitakuwa nakuletea kipindi hii wiki yote, niko na kipindi cha ndoa. Nitakuwa nazungumzia mambo ya ndoa. Kwa hivyo muweze kunifuatilia YouTube na TikTok, na Mungu ataweza kuwabariki sana. Amen. Shalom.